Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Unasalimika mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24 popote ulipo, mjambo. Ambatana nasi katika Jiraza leo tukiwa Julai 2, 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku. Tuanze matangazo haya tukipiga jicho tarafani Fizi. Kundi la SNPSS lake William Amuli ya Kutumba lasema halitapokonywa silaha. Kundi la SNPSS lake Amuli ya Kutumba lenye makao yake tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, limesema kwamba iwapo kutakuwa operesheni ama mpango wa kupokonya wazalendo silaha, kundi la SNPSS halitaweka silaha chini, kwani kundi lao sasa ni sehemu ya jeshi la taifa. Ndivyo amesema Mwilawa Ubwela Dalto, msemaji wa kundi hilo. Maneno hayo yamesemewa wakati wa sikukuu ya kumbukumbu ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayosherekewa kila ifikapo Juni 13 ya kila mwaka. Kunako sherehe hizo, mratibu wa operesheni za wajitoleao wa ulinzi wa taifa, Kamanda William Amuli ya Kutumba, aliyewakilishwa na msemaji wa muungano huo, Bwana wa Ubwela Mwila Dalto. Wakati wa sherehe hizo, msemaji wa SNPSS amesisitiza kuwa harakati yao si kundi la wasi tena, bali sasa ni sehemu inayotambuliwa rasmi katika mfumo wa usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mahojiano yaliyoendeshwa na vyombo vya habari katika mji wa Baraka, msemaji huyu alieleza kwa uwazi msimamo wa SNPSS na wajitoleao wa ulinzi wa taifa kuhusu mchakato wa kusalimisha silaha. Tumetambuliwa na amri ya rais kama kundi la kijeshi ya ulinzi iliyo ndani ya jeshi la wananchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, na si kama waasi tena. Watakaosalimisha silaha ni makundi mengine. Sisi hatuko kwenye mpango huo, kwa sababu huwezi kulazimisha polisi wala jeshi la taifa kusalimisha silaha zao. Tamko hilo limetolewa wakati hali ya kuendelea kwa ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC, ambapo mamlaka zinaendelea na juhudi mbalimbali ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Ni vema tufahamishe kwamba wajitoleao wa ulinzi wa taifa wajulikanao kama wazalendo wamejibu kwa mwito wa rais wa nchi wa kutetea nchi baada ya uvamizi wa Rwanda kupitia M23. Maswali mengi inazuka kuhusu hatima ya wazalendo baada ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini mkataba wa amani na nchi ya Rwanda huko. Baadhi ya vipengele vinasema kwamba lazima makundi yote yanayoshikilia silaha kinyume cha sheria ni lazima waweze kupokonywa silaha. Usalama. Miili 4 imeokotwa, watu 2 wameuawa, nyumba 4 zimetembelewa na hospitali moja huko Muku. Shambulio la majambazi. Muktasari wa visa vya ukosefu wa usalama vilivyojitokeza katika jiji la Bukavu wiki ya Juni 25 hadi 31 mwaka 2025. Taarifa iliyotolewa na asasi za kiraia kupitia vuguvugu la wananchi la Sentinelle, mahojiano nasi Julai 2 mwaka tulimo. Ikikabiliwa na hali hii, vuguvugu la raia la Sentinelle linatoa wito kwa mamlaka katika ngazi zote kuimarisha hatua za usalama ili kulinda idadi ya watu na mali zao. Kupitia hiyo, wanatoa wito kwa wakadhi kushirikiana na mamlaka ili kuzuia ukosefu wa usalama ambao umekuwa wa kawaida katika maeneo kadhaa ya jiji la Bukavu. Hipokrate Marume katika mahojiano nasi alisema Mouvement Citoyen la Sentinelle du Peuple inakuwa ikialertiwa kwa viongozi wa siku kama na hizi. Usalama mdogo unakuwa ndani ya mji wa Bukavu na kando kando, sababu haipite na siku moja wala siku mbili na waingilie watu. Alafu kufuatana na hiyo tableau sombre, sisi kama vile shirika la raia tunakuwa tukiomba wakuu viongozi wa multiplier mapatrui za usiku ziko mixed kwa kuweza kuzunguka ndani ya makata zetu na kuweza kukamata kuinkete wale wa mwizi. Lini ya kwanza. Ya pili ni kuomba population waweze kudeveloper autosurveillance, na ile inakuwa inakusudia kwa kuweza kupiganisha wala kudenonce, kuidentifia wa malfa nafasi vitu vifaa vya masilahi na sikuwa zinafichwa.
Usalama. Watu 4 wameuawa katika muda wa chini ya masaa 48 kuanzia Juni 30 hadi Julai 1 mwaka tulimo huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Habari hii imetolewa na vyanzo vya ndani wanatetea mamlaka kuingilia kati ili kurejesha amani ya kudumu katika jiji la Goma. Kulingana na vyanzo vilivyoshauriwa na wenzetu wa Actualite.cd, watu 2 waliuawa jioni ya Jumanne Julai 1 mwaka tulimo katika kitongoji cha Ndosho mnamo manispa ya Karisimbi huko Goma. Aliongeza kuwa kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya habari, majambazi walikuwa na pikipiki walifyatulia risasi watu 3 akiwemo muuza duka na wateja wote walifariki dunia papo hapo. Mwasiriwa mwingine alipelekwa hospitalini baada ya kupigwa risasi 2 kwenye fupa nyoka, siku moja kabla ya mauaji mengine kama na hayo kurekodiwa katika kitongoji cha Mapendo huko Tugoma, ambapo kijana mmoja aliuawa na watu wenye silaha. Kwa mujibu wa mashuhuda, majambazi walivamia biashara yake na kumuua papo hapo na kujeruhi watu wengine 2 bado wanapata huduma za matibabu. Katika shambulio lingine, daktari aliuawa usiku wa Jumapili Juni 13 mwaka tulimo nyumbani kwake katika kitongoji cha Jeshero tukiwa Goma. Mkasa huu ulitokea mwendo wa saa 9 za usiku wakati watu walikuwa na silaha waliingia nyumbani kwake. Alidundwa kisu mara kadhaa kabla ya wavamizi hao kukimbia zao. Milio ya risasi inazidi kuwa jambo la kawaida huko Goma, chanzo chetu kimeongeza. Hali hii inakemewa na asasi za kiraia za eneo hilo. Zinatoa mwito kwa mamlaka husika ili ziweze kushirikishwa kwa kukomesha vitendo hivyo vinavyohatarisha raia wanaopenda amani. Usalama. Mwili usiokuwa na uhai wa mwanaume umeokotwa majira ya asubuhi ya Julai 2 mwaka tulimo kwenye lango la ESDN kwenye barabara ya Georges Defour katika manispa ya Kadutu. Kulingana na vyanzo vya ndani, sababu ya kifo cha mtu huyo bado kujulikana hadi sasa. Aliongeza kuwa mwili huo unaongezeka kwa visa vingine 4 vilivyogunduliwa katika eneo moja ndani ya muda wa siku 10. Hii ni fursa kwa mamlaka kutetea uimarishaji wa hatua za usalama ili kuzuia tabia hii ndani ya eneo hilo. Elimu. Wanafunzi wa shule ya msingi wanatarajia kufanya mitihani ya kitaifa ya kumaliza elimu ya msingi ENAFEP na wanatarajia kupata matokeo mazuri ili kuhitimisha taaluma yao ya shule ya msingi. Walisema hayo katika mahojiano nasi Julai 2 mwaka tulimo. Wengi wao wameonyesha kujiamini na kuamini kwamba mitihani ya Kifaransa, maarifa ya jumla, hisabati na sayansi ilienda vizuri. Hata hivyo, wengine wanakiri kuwa wamekumbana na matatizo hasa katika hisabati na masomo mengine. Baadhi yao wanatoa maoni yao katika dondo lililokusanywa na mwanaripota wa Kivu Leo 24. Examen ilikuwa bien, mimi nafikiri nitaweza na Mungu atusaidie. Vyote nilivipenda, njo vile vyote vilikuwa ya fasili, hakuna hata vilikuwa vya nguvu. Sekondere ndaendelea tu na masomo sawa vile kawaida, tasoma mzuri, hakuna hata kuchezesha masomo masi. Examen zilikuwa fasile, lakini mate njo mimi naweza saa tu sitaweza, lakini mimi naamini gisi Mungu atanisaidia ndaweza. Kulifanyia ENAFEP ku EPH rafiki na ENAFEP ilikuwa fasile sana. Na mimi naanza kile eleve malifanya pale na FEP ataweza. Mimi ya sekondari nafanya science. Habari za kijamii. Wazazi katika jiji la Bukavu wamehimizwa kuunda shughuli za watoto katika kipindi hiki cha likizo. Hii ni kuhakikisha ulinzi na maendeleo yao. Wito huu umetolewa na Jamoro Tubibu, kiongozi mfuatiliaji na tathmini ya kikundi cha Jeremie katika mahojiano na kituo cha matangazo kinachokuletea habari hii Julai 2 mwaka tulimo. Kwake ni muhimu kwamba wazazi watoe shughuli mbalimbali na zenye manufaa kwa watoto wao katika kipindi hiki cha kiangazi na likizo kubwa. Hii haichangi tu kuwaweka katika shughuli za kujenga, lakini pia kuhakikisha usalama wao na kukuza maendeleo yao ya kibinafsi na kuimarisha ukuaji wao wa kiakili na kijamii. Wakati huu wa likizo ni wakati wa mapumziko kwa wanafunzi na kwa mzazi anayependa mtoto wake, na sasa inafaa kuwa pembeni ya watoto kwa gisi ya kuonesha watoto kama unawapenda. Sasa kama tupo wazazi wenye tunawapenda watoto, kwa sababu tunajua na tunawaza kama wazazi wote wanapenda watoto sawa, sisi tumependa watoto wetu wamekomaa vizuri, ni kukana watoto kwanza kuchungua katika orodha ama orere yao, walifanya program yao kuangalia sasa wewe umesema tangia siku ya Inga, siku ya Mungu mpaka siku ya posho ingine, nini utakuwa unafanya? Television tu? Hapana. Ndio una haki,
lakini sio television tu unaweza ukafanya. Unaweza ukajifunze sport more, kucheza kabumbu, football ama basket ama volleyball. Kuna namna ya kuweza kujifunza karate ama box ili umtoshe mtoto woga. Basket ili mtoto akue nguvu, tuona mtoto anarefuka hivi kinakomaa vizuri kabisa na heshima ya wengine. Mtoto wakati anafanya hiyo michezo, hiyo sport, anapata namna ya kujua jinsi ya kuheshimu haki ama sheria. Naam, ni hayo tu tumekuandalia kwa Julai 2, 2025. Mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, hatuna budi kusema asante kutukopa jicho na sikio mwanzo wa tamati wa dira hizi. Mungu akubariki. Tukutane siku nyingine kwa dira zingine. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.